familia ni balaa, familia ya mama Mayele. Hii familia ni balaa, kila mtu na tabia yake. Hii familia ni balaa, hii familia ni balaa, hii familia ni balaa. Mama, nimetoka hivi huko, nimekutana na Jingo. Mama Jingo kanipiga kweli yani. Yaani amenipiga mpaka amenipiga tena. Amekupiga? Kwa sababu ya nini? Mama, nilipata kichwa. Sasa sijui Jingo aligundua akawa ananifuatilia mimi sijui. Mbona mshamba sana? Anakupiga kwa sababu ya kichwa? Hajui ndio faida yenyewe hiyo. Kwani mpata shilingi ngapi huko? Amenipa hela. Ndio maana akakupiga. Huna hata hela. Ina maana huyo mtu muondoka naye hajakupata 100. Unafanya nini sasa? Sasa ungebaki tu nyumbani. Maana mimi sijui tena kufanya kule. Si tunategemea kwamba utakavyoenda kule ukarudi na hela. Mimi sina shida. Ndio maana akakupiga. Mwanangu anapenda hela. Maisha yetu sisi ni hela. Mwanangu, vipi tena na magauni? Unanichanganya ujue. Pigo za kidemu hizo. Unanichanganya, unaelekea wapi? Oya mwanangu, hebu achana kwanza na masuala ya magauni. Hapa nilipo namsaka blaza yako, si nampataje? Blaza niliondoka na hela kufika mbele, kila mtu alielekea na njia yake. Aliondoka na mke wake, afu mimi nilipita njia zangu. Si unaelewa tena? Yaani ile swala langu nililokuambia sasa hivi ndo nimelivalia njuga. Yaani sasa hivi ndo nimeamua. Hapa nikimpata kaka yako leo hii apindue. Yaani nikifika pale ni mwendo wa kumtegatega nini na hakikisha mpaka achomoi. Yaani mimi nimevumilia, nimekuta hisia zimenifika. Zimenifika ukingoni mwanangu. Nyumbani kwao ndo pale. Na hakika ndo hapa. Ndio, ni pale. Ndio yule binti yule anatoka na mmoja. We binti. Njoo. Njoo mara moja. Huyu anakuja. Vipi tena? Mbona leo umenifuata nyumbani? Unataka nikupe tena umbea? Mwanangu, nilikwambia hivi, tafuta piskali wewe unamkaza. Haya mambo ya maboy hao wanazingua. Wewe umeona sasa hivi mwenzio yani? Mimi mwenzio yani napendeza yani nimekaa ni mkao fulani. Sasa na magauni tena mwanangu, ujue kama unaniayusha fulani hivi. Actually nimeamua. Mambo ya kukaza nimeamua niache nao. Oya mwanangu, mimi nikimwona blaza wako kwa mapigo yangu ya moyo yanaenda ndivyo sivyo. Kwa haya mambo acha niachane nayo, mimi niingie pale kwa blaza wako. Au sio? Kwa hiyo unajikataa. Hapa rafiki sina. Lakini mama, yani huko Jingo nimemponyoka tu. Yaani nawaza hapa kifika atanipiga tena. Kwa hiyo mama, naomba unisaidie kuniombea msamaha kwa mume wangu. Acha kuwa na wasiwasi mwanangu. Jingo na mmudu mimi. Nitajua jinsi ya kuongea naye nyumbani. Tuna zetu nyumbani. Mama Viki upo? Nipo za siku. Safi. Jambo watoto. Jambo. Vipi hali? Unakumbuka ile madeni ya yule mama kuhusu vikoba? Nakumbuka, nakumbuka. Unakumbuka? Sasa yule mama ameshachacha mama mwenzangu. Kwa hiyo kesho inatakiwa ufike kwa mjumbe. Kwa mjumbe tena? Ndio. Kesho. Ndio. Hata madeni ya 15,000 tutapigana kwa wajumbe. Kwa mnakuwa hivyo watu hamna huruma jamani. Ndio mama ile, lakini ukumbuke mimi nimekusaidia sana. Siku ile yule mama alikuwa anakufuata nikamrudisha, lakini bado umekaidi. Kwa hiyo mama ile nakuomba sana. Fika kwa mjumbe ukili. La sivyo uende na hela yake. Saa 4 natakiwa uripoti pale. Sawa, nitafika. Wanangu twende na wajukuu zao. Twende mama. Haya, asante kwa kunisaidia.
Hapana, akijanileta hicho hata. Hapana. Sijapata umbea mimi leo mdogo wangu. Mimi hapa nimekuja leo kwa shida zangu. Unajua pale jana nimekuelekeza kwamba nahitaji kufanya kazi wapi? Grocery kwangu. Nakumbuka. Nakumbuka. Kwa nakuhitaji ukafanya kazi pale grocery kwangu. Unajua mimi sina kufanya kazi. Hivi wewe dada uelewi, mbona nikwambia mimi nasoma? Naelewa unasoma mdogo wangu, lakini utakuwa unaenda shuleni asubuhi, jioni unapitia pale kazini, tunafanya kazi, unarudi nyumbani. Kwani kutakuwa kuna shida? Sidhani. Mdogo wangu, ukiamua unaweza. Wewe amua tu uje kazini tufanye kazi. Unamwona mwenzako hapa amependeza, ametoka zake kusuka. Yaani pale grocery ukiamua unaweza ukapata hata ile 30,000, 50,000 ukiamua tu wewe. Yaani ni wewe tu utakavyojinani. Unamwona mwenzako? Ndio ukafanya kazi mdogo wangu. Aya, sawa. Mdogo wangu sawa. Utanikuta pale pale. Twende basi. Shemu, habari? Salama. Kwema. Kwema. Na ndugu yangu nimekutafuta sana. Ni kuhusu ndugu yako huyo. Sawa sawa. Yaani mimi ndugu yako simuelewi sana na siku ya pili leo hajarudi nyumbani. Shikamoo. Marahaba, hujambo? Sijambo. Samahani dada, mama yule nimemkuta? Ameenda sokoni. Nilikuwa nimekuja udai hela zetu. Kwa vile hayupo, naomba umfikishie taarifa. Sawa, akija nitamwambia. Alafu naona tu nanenepa kwa hela zetu za madeni. Wewe mtoto, nani anayenenepa kwa sababu ya hela za madeni? Umefunzwa hivyo? Mbona unaonekana una adabu? Mtoto mdogo unakosa adabu wewe. Ndio nishaongea. Leo hajarudi nyumbani. Hapa namsubiri nyumbani. Akisharudi tu nabeba mabegi yangu naondoka. Mimi maisha yale nimeshachoka. Kufanya nini tena jamani shemeji yangu? Yaani hata sijui nisemaje. Yaani kiufupi nimechoka. Kwa kama itawezekana utamtafuta, sijui utampata wapi, utamuelekeza. Ila mimi nimeshachoka. Namsubiri tu akirudi. Mimi nabeba mabegi yangu narudi kwetu. Sijaua mimi yale maisha siwezi kuendelea kuishi. Tatizo ni nini yani? Yaani tatizo kubwa ni nini? Na hamna. Yaani mimi ndugu yako simuelewi kabisa. Yaani simuelewi kabisa. Ndugu yangu, shida ni nini sasa? Yaani hata shemu sijui nikuelezeaje. Tatizo ndugu yangu ni mapombe sana, mapombe yameshangaza yanamchanganya. Kwa hiyo kama nafikia session kama hiyo hapa nakuwa nazingua. Ngoja basi nifanye swala nimtafute nikaa naye chini. Niongee naye ili tujue tunalisolve vipi swala. Sawa shemu, kwa hiyo natashukuru. Basi poa, ngoja mimi nikafanya harakati za kumtafuta afu mambo mengine yataendelea. Haya poa. Ndio. Haya. Oya. Wewe. Kulikoni hapo? Wewe mwanangu namchungulia mama yenu. Nafu makumulondoa konti kumulolo mama wenye kwali. Takuma shida wala lisemuli mpaka sasa hivi. Hapo unajua unazingua kinoma wewe. Ase, wewe usipande kichwani. Yaani sisi kugomea wewe. Mbona unapenda kufuatilia wewe? Acha nini? Nene baba wewe kubidi unitajeleze kuta nikuhitaji shoni. Mama wenga msungwa. Wewe acha kuzingua unajua.
Na mambo gani? Unajua muda mrefu sijapiga mtu ndani. Ndio maana mazoea yamezidi. Anashikaje makalio? Sio mshamba. Oya. Wewe! Wewe hivyo kunishika makalio mimi wewe unanionaje hivi? Ndio ukuzigana naende wewe ndani. Blaza. Sasa baby, mimi nilikuwa nachukua makalio, nilikuwa nakwambia ananishika, nasema nimwache aache na ushike. Upuzi huo. Mambo gani? Si ushenzi huo. Achana na mimi wewe. Wewe mtu anayepapaza makalio tabia gani tunazileta huko ndani? Si nilikwambia lakini. Hebu lala huko. Lala huko bwana. Mambo gani haya? Lala huko. Kwa mimi nishike kalio. Unaishi nini? Kuda deki. Kanke. Shindo la kwanza. Shindo la pili. Kamoja. Kapili. Katatu. Kane. Katano. Kasita. Kasaba. Kanane. Mume wangu, naomba unisamehe kwa mambo yote ambayo nimekukosea. Naomba nisamehe babangu. Umemaliza? Hivi unanitakia nini wewe? Kila mmoja na mtikasi zake ndani ya moyo wake. Anapenda kitu gani anachoweza kukipenda. Umeelewa? Kwa situation iliyotokea upande wangu yani kiukweli hata sielewi acha nini. Alafu watu wengine hatupendi ile hali ya kushare. Wewe utanifanyiaje mimi hivi wewe? Hey. Mambo? Poa vipi? Safi. Uko poa? Mimi niko poa kabisa. Nimefurahi kuona. Nimeanza kukimbilia nikiwa kule. Hata mimi pia nimefurahi yani nilivyokuona kama muonekano kako yani jinsi ulivyo tu. Unajua mimi yani huwa nikikuona huwa yani najikuta tu nakupenda. Unaweza ukapata yani hata siku muda tukatoka tukaenda hata sehemu kakata siku 2-3 alafu baada hapo tukarudi. Maana hivyo tu hata wewe mwenyewe unaelewa. Kwanza yani unazungumzia upendo gani? Unajua hapo unanichanganya yani wewe funguka yani niweke wazi ili na mimi nionekane hata kidogo kwamba kumbe mwanetu hapa anamaanisha hivi. Kwa yani wewe nielekeze upendo gani unaozungumzia. Yani wewe niweke wazi usiogope yani. Afu mimi mwenyewe yani hivyo tu ulivyo yani wewe ni vitu vyangu tosha. Mtoto mweupe kama wewe yani unanichanganya ujue. Cha msingi unatakiwa niache kama nilivyo tu. Niangalie hiki kitu na kifix vipi ili moyo wangu uweze kubaki na amani. Hapana mume wangu usiseme hivyo. Mimi mwanadamu nakosea. Naomba unisamehe. Najua tu nimekutia aibu ni familia yako. Nimekufezesha mume wangu. Naomba unisamehe. Samehe babangu. Kumbe unaelewa kama umenitia aibu. Ulianzaje? Kwa hiyo wewe cha msingi niache kama nilivyo. Mpaka moyo wangu utapoamua kusamehe it is okay, lakini kwa sasa hivi niache kama nilivyo. Sitaki ngwende, sitaki shobo. Kwamba ondoka tu kama vipi hapa. Sepa hapa. Au nataka mbani nikutimue nyumbani. Sikuna washikaji wengine kaka nayo kapiga nayo story, lakini mimi niache kama nilivyo kipindi hiki. Sitaki shobo za aina yote. Toka. Wewe. Sepa toka na mimi. Hivi unanielewa? Toka. Kaa mbali na mimi wewe.
Mimi najua mimi mwenyewe nakupenda. Nataka niwe hata rafiki yako, tu hata marafiki. Hivyo. Nadhani hata mwenyewe unaelewa. Tasikia mamtu. Yaani mimi mpango wangu mzima kwako yani. Wewe kama una viela hivi, mbona mimi kwako yani nitatulia mwanangu yani. Ila kwa leo hii naka kipengele kamoja tu. Na shida na 20,000. Sijui unaweza kanisave hapo kidogo? Usijali. Mimi nitakupea. Naweza kutumia kwa simu. Kwa keshi hauna? Keshi sina. Sasa namba yangu nayo? Tunanitajia na kuwekea. Haya basi andika hapo. Okay, 07 22 30 40 41. Maisha hiyo. Utanitumia basi. Basi kuwa mwaminifu mwanangu, hizo ni hela mamtu. Bye. Haya unanichanganya wewe. Wema, nani aliyomwambia mume wangu kwa mimi nimeenda kukuchepuka? Mume wako? Mbona mimi sielewi? Kuelewi vipi wakati naenda ni wewe nimekuona mchana wewe pale njiani. Sasa naona kama unataka kunipande kichwani. Mambo ya mume wako na mimi inaingilianaje hapo? Na ukiendelea kunifuatilia wewe na familia yako wote nitaonyesha upande wangu wa pili. Nadhani umenielewa binti. Unikome. Bwana usinipande kichwani sawa. Mambo yako na bwana wako huko. Hapo usije wa moto sawa. Alafu wewe utanifanya nini wewe? Utanifanya nini? Binti nitakupiga. Unaelewa nitakugonda. Nakwambia achana na misaa. Mambo yangu na mume wangu naomba niachie. Ukiendelea kunifuatilia wewe na familia yako wote nitawaonyesha upande wangu wa pili. Nipige sasa nipige. Mama mkubwa. Mimi sio ndo kuniambia mimi na mambo ya umbea mimi nimeenda kumwambia mume wako mambo ya umbea si ndio? Tatizo nini? Sio ufiani ananiletea mambo ya kigagea, nitakuja nimzingue mimi tena. Mimi sitaki mazoea mimi na mambo ya kishenzi kama si ndio? Unanielewa sijui? Tasikia. Naomba tusiharibiane mood hapa. Umeona niko kupendeza mimi hapa, basi unataka uje uharibu tu ili nishindwe kupendeza, si ndio? Nakwambia huyo ufieni huyo, lakini mimi sijashindwa, nitamkomesha. Na pale nyumbani ataondoka tu kwa ajili yangu. Wewe bwana wewe. Afadhali Mayele nimekukuta. Cha kujikimbiza hela yangu dada, maana imekaa muda mrefu. Leo wiki ngapi hujanipa hela yangu wewe mama wewe? Unanichukuliaje kwanza wewe? Nahitaji hela yangu, nahitaji hela yangu sasa hivi. Yaani niwaishe kabla sijacharuka hapa naomba hela yangu. Yaani unavyoniona hapa, ndio nimetoka Chunya. Nimeshuka sasa hivi nikaona kimvuli, nikaona bado nipumzike hapa na umwa mwenzio. Ela nitakulipa ndugu yangu. Nitakulipa. Kama kawaida yako. Leo hii wiki ngapi sasa mpaka hela yangu umechukua wewe? Nitakulipa. Ngoja angalau nipate nafuu. Nitakuletea hela yako usijali. Hayo maswala ni ya kuongelea nyumbani. Sawa? Yaani wewe mambo yenyewe ya kijinga namna hiyo afu unakuja kuniabisha mpaka hapa saluni. Uone kama aibu kwako wewe. Anyway, tutakula sahani moja mimi na yeye na taama. Kama ni hivyo issue yenyewe nishaifahamu. Sikiliza nikwambie kwa umakini zaidi. Subiri hapa nimalize issue zangu za hapa saluni, sawa? Alafu hayo mambo mengine tutaenda kuyamaliza huko nyumbani. Sijui umenielewa? Anyway, tutamalizana. Huko. Umechangamka. Ninachotaka ni hela yangu dada. Yaani weka siku ni uswahili huku. Matako yanalepa kutwa nzima, siku 2 3 unakula mayai, wali, nyama. Mimi familia yangu kule inakaa njaa. Mimi nasomesha na familia natakiwa nivae, niishi, nisuke nywele, nibandike kope kucha. Alafu unakaa na hela yangu mpaka sasa hivi. Hivi unanichukuliaje wewe mama? Naelewa. Nenda nyumbani huko. Hata watu wenyewe chele nimewaachia nini? Sikuacha hata hela. Kwanza nipe na hii simu. Na hii simu nachukua. Sasa kwa sababu na nini? Sikilize ndugu yangu. Sasa unanyang'anya simu. Hii simu dada, nitaongea na mpenzi wako. Asanipa hela. Kama sio hivyo kuna kuachika. Sana nakwambia namdai na ndio yako ndio inavunjika leo. Hii
familia ni balaa. Familia ya mama Mayele. Hii familia ni balaa. Kila mtu na tabia yake. Hii familia ni balaa. Hii familia ni balaa. Hii familia ni balaa. Hii familia ni balaa. Shida za tawala nyumba.